wilaya nadhani ya Ilemela, sijui ni Ilemela, sijui Nyamagana, sijui lakini yote kwa yote tuko katika eneo moja linaitwa Bwiru katika Jiwe Kuu kama ilivyoelezewa hapo mwanzo. Na sio hivyo tu, tunakwenda kukuonyesha mawili matatu ambayo yanapatikana katika jiwe hili la Bwiru. Lakini kwa kuanza tutaanza na mapango yanayopatikana katika eneo hili la Bwiru ama katika jiwe kuu hili linalopatikana Bwiru. Walete waone, walete. Sogea tuwaonyeshe watazamaji wetu. Waone mapango yao yanayopatikana Bwiru bwana. Akisikia jiwe kuu ajue kweli jiwe kuu. Akisikia jiwe kuu, kwa mfano wakiangalia kule wanaona hizo mbuzi zinarukaruka pale, lakini mbuzi zinaenjoy. Sasa unakubaliana kama mbuzi katika jiwe kuu
Mbuzi kafika jiwe kuu, wewe kwa nini usije? Mbuzi kafika jiwe kuu, wewe kwa nini usije? Sasa hapa ndipo tunaposema kwamba ni mapango yanayopatikana Bwiru. Sasa tuingie ndani tuone. Yes, huku ndio mapango yenyewe. Huku ndio mapango yenyewe ya Bwiru. Ni mazuri, mandhari ya kuvutia. Kuna mawe yaliyokaa kwa namna ya kipekee. Tazama jiwe kama hili. Ukitazama jiwe kama hili, miti fulani jiwe limekatika, lakini ni kama jiwe limebebwa alafu na lingine limebeba. Lakini upande mwingine ni kama jiwe linataka kuanguka, lakini ni jiwe ambalo liko strong. Kameramani wakasogea wakajaribu kutazama kwa undani, wakajaribu kutazama kwa undani kule na wakaona ilivyokaa. Namna hiyo. Kwa hivyo ni kwa mantiki hiyo, ndugu yangu Shabani Sudi Gione tupitisha katika maeneo haya, ni kwamba hapa tupo ndani ya pango. Tupo ndani ya pango ambalo lipo hapa katika jiwe kuu, na baadhi ya mawe ndo kama hivi ukiliona ni kana kwamba limekatika hili jiwe hapa, kana kwamba limekatika. Na jiwe hili lilokatika hapa kama unaona vizuri, limekatika hapa, limechanika hili jiwe, lakini jiwe hili ndio kuna jiwe ambalo liko juu yake kubwa zaidi, limebeba mawe mengine pia. Lakini kupitia hapo unaweza kuona pia kule chini kuna maporomoko makubwa sana kule, kitu kama tuko hapo. Mimi nadhani inatosha, tuendelee kutuelezea na utuoneshe tena maeneo hayo mengine baada ya kuona hayo maeneo ambayo tumeona tukiwa ndani ya pango hili yanapatikana katika jiwe kuu la Bwiru. Lakini sio hivyo tu, kule chini nadhani ukitazama pia unaona kuna mithili fulani ya pango linashuka chini zaidi. Sasa hapo pia tunaweza tukafika, lakini kulingana na muda kidogo tunadhani tuko nje ya muda. Na ni madogo ambao wanaishi huku, ni maeneo yao sana. Mnaenjoy sana kwa nikija huko eti? Ndio. Mnaenjoy Ndio. Kwa nini mnakuja kutembelea huku? Kutalii. Sasa Mimi mwanasayansi. Kwa mfano kama wewe. Kwa nini unapenda kuja hapa mara kwa mara? Na utalii wa zamani za kale tunaweza kujifunza. Sababu mnaweza mkajifunza kutokana na utalii wa zamani, si ndio? Au vitu vya zamani vinavyopatikana kwetu. Kipi ambacho kinakuvutia zaidi mpaka yaani katika hizo vitu vya zamani ambazo vinasababisha wewe ujifunze, kipi ambacho kinakuvutia zaidi katika ile eneo au katika haya mapango ya Bwiru? Kuchonga. Alama zilizobaki. Kama alama gani? Alama za misumari. Ziko wapi? Kuna alama zilizochongwa kama mistari. Sawa. Pale kama kuna nyayo kubwa za Mzee Malunde. Wow, umeziona hizo nyayo? Ndio. Sasa hebu tusubiri hapo, tukaa hapo juu, sawa? Tukitoka hapa tunakupitia, tutakuachia soda. Sawa kijana? Utupeleke katika nyayo na hiyo misumari. Utusubiri hapo juu, hela ya soda ipo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama unavyoona na kama unavyosikia, yaliyoko hapa ni mengi sana. Sasa hapa jamani tunatoka. Hapa tunatoka. Yaani kutoka penye hapa ni shughuli. Yaani njia ni ya mnyato, ukikaa vibaya unaweza kaenda. Lakini ndio hivyo, panahitaji support ya hapa na pale. Kutoka lazima umekula kwanza. Lazima umekula. Kama hujala inaweza kukuta jambo. Sasa wewe ndugu yangu kameramani, naam, inabidi nikusaidie kuvuta bwana, usije mimi kitambi kinaniponza. Huyu bwana hapo. Hii ndio njia jamani ya kutokea. Yaani huyu bwana, uko wapi mbona uonekani shehe? Nakuja. Umenate? Nakuja hapa nakuja naangalia njia ya kutokea. Lakini kitambi bwana. Hemu nivute. Huyu bwana anahitaji msaada. Univute hapa maana yake. Lazima avute. Bila hivi. Shehe unaweza nikabaki. Naweza nikabaki huko. Kwa hiyo ndugu viewer, huku ndivyo mambo yalivyo.
Bwana Bwiru. Hilo ndio pango la Bwiru kwa juu sana. Hilo ndio pango la Bwiru. Sasa labda tu ni kushangae wewe mkazi wa Mwanza ambao umekaa hapa kwa kipindi cha muda mrefu sana, lakini bado haujabahatika kuingia katika maeneo kama haya. Mbona unahema sana? Kozi hiyo kitu huko chini ya hatari sana. Hii simtishe mtazamaji akaona na mapema hili kwamba shughuli ni nzito. Hapana, kutokana na watu na vitambi kidogo hapo, kwa hiyo inakuwa mambo mazito sana. Umeona pale dogo ile anatuelezea kwamba kuna nyayo, lakini kuna alama za misumari kwenye shongo kama ilivyokuwa. Kwa hivyo vyote ni vitu vya kihistoria za zamani kwa mtaweza kujifunza hapa. Lakini zaidi ya hayo, kuna watu wamekaa kule wana feel, wanapunguza stress na nini, mawazo yanaondoka. Kuna upepo mzuri sana hapa ambao ni natural, ni upepo halisia kabisa. Unaweza kuja hapa kupata vitu safi kabisa. Bahari, ziwa liko pale. Kuna mitumbwi ya wavuvi wale kama unavyoona pale. Unapata upepo kutoka wapi? Kutoka ziwani uko mwanana kabisa, mashallah. Jua liko kwa mbali pale likienda kuzama kama unavyoona hivyo. Nyumba zimepangika vizuri, mashallah, zimetaradadi. Na iko siku inshallah utakuja huku mida usiku ili uone hata taa zinapong'ara na nuru inapendeza kabisa. Na angalia namna ambavyo jiwe lilivyo hili. Wakisema jiwe kuu wanamaanisha kwamba ni jiwe kuu kweli. Pembeni yangu huku ni kwamba kuna bahari, lakini kuna ziwa. Lakini ziwa hili ni ziwa Victoria. Mshangae jamani, ni mtu wa pwani. Ni ziwa na ni ziwa Victoria hili. Ziwa Victoria limezunguka linakwenda mpaka kule. Unakoona kule mbele yangu kabisa kule, lote ni ziwa Victoria. Kwa ukubwa wake na uzuri wake ndio unanichanganya mpaka niseme bahari, lakini kiuhalisia ni ziwa na si bahari. Hii ni sehemu ambayo unaweza kuwa na stress badala ya kukaa kwenye maeneo yenye kelele, ukaja hapa ukakaa ukapunguza mawazo. Ile sehemu tunaweza kuipanda ile pale. Kwa wewe na uzoefu wako wa kupanda milima tunaweza tukahamia sasa. Tukahamia huku kwa ajili ya kuendelea kutazama tena maeneo mengine. Hivi nikumbushe, ndo tulitokea huku au tulitokea sehemu nyingine? Unatoka tu guys. Haya mawe jamani, sio kwamba kuna mtu ameyachonga, sio kwamba kuna mtu ameyafanya hili au lile. Naweza nikapanda hapa mtu, lakini nikapanda hapa. Pango jingine liko huko ambalo hatujalienda, na ni pango ambalo liko mbali sana kiasi kwamba ukitaka kwenda lazima utumie torch. Nadhani nyinyi wenyewe mnaona na visaidizi, na kuna giza lipo. Kwa hiyo huko tutapafungia safari. Yes, ili twende. Unataka kufa? Nataka nipande hapa. Litabinuka hilo juu. Uone kama hilo juu ndio limebeba hilo la juu. Kisani. Mbona kavi inaliona? Umeona? Ndio nakwambia utakufe. Ni kama vile limeegeshwa ni kama vile limeegeshwa. Yule dogo yuko wapi? Haya. Umesema kuna nini na nini huko kinachokuvutia? Twende tupeleke sasa. Mistari, kingine nini? Nyayo za miguu mikubwa. Nyayo za miguu mikubwa nani? Ya nani? Ya Mzee Malunde. Tupeleke tukapaone. Hii hapa ndio nyayo ya kwanza. Hii. Kwa hiyo ni nyayo ya mtu hii. Nyayo ya mtu hii. Nyayo ya mtu. Ambao mimi hapa nakanyaga miguu yangu yote mbili na boda itoshi. Nyayo ya mwana Malunde. Hata nikisema ni challenge samba. Ni nyayo moja hii. Hiyo ni nyayo moja. Na ile pale ni. Kwa hiyo inaposemekana kwamba likanyaga ndio ikajishora. Na yule jamaa labda ilikuwa ni tambo fupi. Hii ilikuwa ni tambo moja kapiga vitambo, na hii hapa vitambo. Nyayo pia. Na kuna alama ya kiatu. Mtu tukonie alama vidole ndio katuonyeshe. Alafu nadhani japokuwa sio mtu wa kale sana, ila kanajua kuna mambo fulani anayajua, na kuna mawili matatu kamesoma. Nitaelezea kuhusu mwana Malunde. Najua kamesoma kwenye historia ya katoto. Kamesoma kwenye historia. Katuonyeshe vidole. Na ino ni gani? Hiyo hatujui. Hiyo ni nini? Alishika.
Hizi ni sehemu ambazo Mwanamalunde alikuwa akishika. Huyu Mwanamalunde bwana hakuwa ni mtu wa kawaida, lakini mwisho wa yote mpaka kuja kufikia hatua yeye anafariki dunia ni kwamba alijiua yeye kama yeye kutokana na uchawi aliokuwa nao ama ushirikina aliokuwa nao. Sasa kupitia uchawi wake ndio hii ndio tukaona amechonga jiwe kwa kutumia mikono, na kuna mithili ya bao lile la kucheza na solo linaonekana hapa, na baadhi ya matukio kama unaweza kusogea ukaonyesha kwa karibu, maana sisi ni Watanzania kama sielewi, lakini ukiangalia hapa kwa makini nadhani matukio yanaonekana ya bao kabisa. Huenda hatujui, lakini huenda ni moja katika maeneo ambayo walikuwa wanatumia kujiburudisha akiwa yeye kama yeye. Lakini historia yake kubwa ya Mwanamalunde ambayo wakazi wengi sana wa Mwanza wanaifahamu ni kwamba amewahi kukausha msitu mzima. Sijui ulikuwa ni wa eneo gani, sababu ni historia ambayo tumekuwa tunaikuta. Amewahi kukausha msitu mzima kwa kunyoshea mkono tu, na aliponyosha mkono ule msitu ukawa umekauka wote, na hivyo ilikuwa ni sababu kuu ilikuwa wananchi wake walikuwa hawana kuni. Nishati pikizi. Kuni haijawa nishati safi bado mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nishati chafu ndio ilikuwa chanzo cha yeye kufanya kitu kama hicho. Sasa tukiachana na hilo la Mwanamalunde na historia yake fupi, lakini kupitia chaneli yetu hii Smart Safari Media utaweza kuipata historia kamili inayomhusu bwana huyu anayeitwa Mwanamalunde. Cha msingi cha kufanya ni wewe kusubscribe katika chaneli yetu, kulike video hii, kushare video hii, ikiwezekana hata kualika marafiki zako, kwa maana ya kushare link ya chaneli hii kwa marafiki zako, ili wote tuweze kuifahamu Mwanza yetu, Tanzania yetu, historia yetu, pamoja na maeneo mengi yatakayokuwa yakipatikana katika chaneli hii. Ukiangalia kuna baadhi ya vitu fulani tumewahi kuvisoma katika jiografia, yani masuala ya kontua na kadhalika na nini. Sasa zile kontua, kama sina kumbukumbu mbaya, nadhani ni mashamba, mithili ya mashamba. Sasa ni kitu ambacho ukiwa hapa jiwe kuu kule chini unayaona mashamba yamekaa mithili ya nini, mithili ya kontua kwa mstari yake, njia ambazo zinapatikana katika hayo mashamba na kadhalika. Kwa hiyo langu ni hilo kwa sasa hivi, labda mwenzangu kama atakuwa pale la ziada dogo. Unaitwa nani? Unaitwa Yusuf. Unakaa wapi? Unakaa wapi? Unakaa jiwe kuu hapa. Na wewe? Unaitwa Cosmas Elias. Unakaa wapi? Okay. Na wewe dogo? Manase Emmanuel. Unakaa wapi? Kwa hiyo kati yenu nani mjanja na nani analijua zaidi hili eneo? Huyu ndo analijua zaidi. Haya, hebu tuelezee kwanza, unalifahamu vipi hili eneo kwa ujumla? Sasa nalifahamu kwa historia tu ya Mwanamalunde, kipindi ule uchawi wake ule, akichonga vitu mbalimbali kama shimo lililokuwepo pale, sijaonesha. Kuna mithili ya mistari iko pale, sijaonesha, lakini tunaweza hata kwenda sasa hivi. Sawa, haina shida. Na kuna sehemu umetuambia kwamba kuna aliweka nini misumari, ila haujatuonyesha au umeshatuonyesha? Sasa hatujui bado, hatujagundua japaona, ndio? Okay, sasa umesema kuna eneo gani hujatuonyesha? Eneo ya mithili ya shimo. Mithili ya shimo. Hebu twende tuonyeshe hilo eneo la mithili ya shimo. Mtazamaji, kama unavyoona huyu dogo bwana ana mambo mengi anafahamu. Hebu ngoja tu awe guide wetu. Au unasema Heme? Watu wa Heme. Watu wa Heme haka ni kamlima. Watu wa Heme ni kamlima hapa. Alafu wamevaa sendo.
Sasa tatizo wewe mtu wa pwani bwana unalalamika sana alafu wenzako wamevaa. Hii tu tunapandisha na sendo. Kwani hapa mimi siwezi kupanda nakimbia? Unakimbia tu si upepo wako. Ni upepo wako tu. Kama kweli ndio hizi nyayo. Huu mwamba alikanyaga hapa. Mwamba alikuwa ni hatari. Basi mwamba alikuwa anaweza kukanyaga nani moja. Ni sehemu aliyokuwa? Ni sehemu ambayo Mwanamalunde alikuwa akija anasaga unga. Si ndio? Okay. Sawa. Sehemu nyingine unaifahamu? Kale kama mwamba kwa nani? Kale kama mwamba. Sehemu nyingine unayoifahamu. Mfano wa coach. Hapa ndio sehemu mwamba alikuwa akikaa. Ngoja kwanza nikae. Ili coach. Sasa hapa sija alikuwa anaweka ni makalio yake mwenyewe. Sasa mimi nikisema kukaa naona stoshi. Nikirudi huku nyuma angalau ila yote kwa yote ni mithili ya coach jamani kama tunavyoona. Na kuna wale makochi ya kisasa wanakaa wananyosha na miguu. Umeona? Hivyo namna hiyo. Kwa hiyo ni mambo fulani ambayo ni ya kuvutia jamani. Tupende historia. Kitu ambacho kinafanya nijiulize. Ni kwamba kama ndilo kochi alikuwa kikalia, najiuliza kwamba je, mtazamaji gaziko nilonalo mimi ndilo ambalo na wewe pia unalo kwamba hii makalio ilikuwa inakaa hapa ilitengenezwa kama nyao zilipotengenezwa, kwa maana kwamba nyao tumeambiwa alikanyaga ndio zikatokezea zile nyayo baada ya kukanyaga, lakini pia tumeona jiwe alishika ndio zikatokezea zile mistari za jiwe. Sasa kama ni kwamba baada ya kukaa hapa kuna hili kochi ndio litokezea hili eneo, manake mimi moja kwa moja navuta picha alikaa likabonyea. Alikaa likabonyea. Lakini katika hali ya kubonyea ni kwamba tunapata kuona ukubwa wa ili ya Kiarabu, tunaita ili ya Kiarabu, tunaita area. Hata kwa Kiingereza pia ni hivyo area. Ukiachana na area wewe kule mwanzo umeweka ai. Kwa hiyo kwa Kiingereza pia ni area kwa maana ya eneo. La nini? Eneo la ile nani yake ilivyokuwa. Nadhani umenielewa mpenzi mtazamaji wa Smart Safari Media. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa huyu bwana nani? Bwana Malunde. Jamani, sio hivyo tu, ukiendelea kuangalia kwa umbali zaidi huko pembeni unaona kuna vimawe vidogo viko juu ya jiwe. Kiuhalisia ni mawe makubwa. Bwana lazima nikusikilize. Ni mawe makubwa. Sema kutokana na kwamba mikaa katika jiwe kuu inaonekana ni mawe, ni vimawe vidogo. Tunazungumzia nature. Nature tulionayo au eneo tulionayo. Sasa ngoja mimi nikapitia huko basi, wewe pitia huko. Wewe pitia huko. Ukia. Iko wapi? Twende. Misili haya mawe mawili hapa. Haya mawe yaliyobebana ni misili ya mtu na inasemekana kwamba aliyeyachonga mawe haya. Jamani, naomba nishuke haraka maana naona ni kama ndio mawe ulikuwa unasema madogo haya. Tumawe tudogo. Haya ni mawe makubwa, angalia na nizidi mimi urefu. Wewe ni mdogo tu. Wewe ni mdogo kama wadogo wengine. Kwa hiyo jamani, ukiangalia katika jiwe hili kuna mengi sana ambayo tunayaona. Na moja katika hayo mengi tunayaona ni hilo jiwe ambalo tumeambiwa au inasemekana kwamba ni jiwe amelichonga Mwanamalunde. Liko wapi alichonga? Haya hapa mama. Haya mawe mawili haya. Alichonga Mwanamalunde misili. Alichonga mtu. Misili ya mtu. Sawa ni mawe aliyochonga Mwanamalunde misili. Lakini hapa bado tunasema la haula wala quwwata illa billah. Hebu angalia min ajabul ajib, yani katika moja ya maajabu ni kwamba jiwe hili ukiliangalia lilivyokaa hapa inaonekana kama vile yani ukiliweka wewe linaweza likaanguka kwa sababu limeelemea upande mmoja, lakini ukilishika hali tikisiki. Ona
halitikisiki. Unaweza kusema kwa akili ya kawaida, unaweza kusema kwamba hiki ndio kisupport au tujaribu kukitoa. Maana hata kutikisika hakitikisiki. Anajaribu kukitoa sasa. Anajaribu kukitoa sasa. Alhamdulillah. Wewe hapo ndio ujaribu. Kwa hiyo tuseme ni na nukta hapa kadhaa za kusema kwamba katika simulizi za kale kuna mengi ya kujifunza. Lakini katika simulizi za kale kuna mengi yenye ladha nzuri. Lakini kuna mengi ambayo yanaonesha utofauti wa zama zile na za kwetu. Just imagine kwamba tujalie hii inasemekana kwamba mtu alichonga mithili ya mtu, sio? Na sio kuchonga, alikuwa kipindi hicho hatukuwa na zana za kuchonga za kisasa kama sasa. Maana alikuwa anachonga kwa kutumia zile zana duni zilizokuwa zikipatikana kwa kipindi hicho. Lakini pia mtu wa leo tunamuonesha hii kitu ni kidogo sana kwa kile tunachokiona Misri kule, sio? Wale walichonga zile pyramid zile. Walichonga pyramids. Pyramid ni kitu kikubwa. Tofali moja ina kilo almost 1000 plus. Lakini ilikuwa inabebwa na mtu mmoja alipandisha juu. Lakini hii hapa ni kitu ndogo sana hii ambayo tunaonyeshwa hapa sasa hivi. Kwa hiyo unaona kwamba ni kwa namna gani iko, lakini yote kwa yote tunaona ukubwa na utukufu wa Allah. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanzoni walikuwa watu ni giant. Lakini leo watu wanakuwa vidogo maumbile na wadogo. Kwa darasa ngapi? Uko darasa 4. Una miaka mingapi? Una miaka 10. Sasa niambie miaka 10 ya zamani alikuweje na darasa la 4 kwa miaka hiyo iliyopita hapo nyuma. Tunaweza tukaja huko labda kuangalia maeneo mengine. Kwa hiyo bwana dogo, unaitwa nani umesema? Yusuf. Maeneo ni moja katika maeneo ambayo watu wengi wanapenda kuyatembelea. Njoo. Watu wengi wanapenda kuyatembelea. Na zaidi tu ya kuja kutembelea kama hivi, kuja kuangalia maeneo, shughuli gani nyingine inafanyika kwenye majiwe haya au mawe haya au jiwe hili? Wanapenda kuanika hapa dagaa. Kama tunavyoona hapa mtazamaji wa Smart Safari Media, hawa ni baadhi ya dagaa ambao wameanuliwa wakabakia hapa, hawa baadhi ya dagaa. Moja ya kazi unazofanya hapa ni kuanika dagaa. Chingine wanachofanya hapa ni nini? Kuanika tu dagaa. Kuanika dagaa basi. Lakini zaidi ya hapo wanakuja kukaa kama hivi kurefresh na nini, upepo mzuri wa ziwani hivyo tu basi. Na nyinyi mara ngapi mnakuja hapa kwa siku? Sisi tunakuja mara moja kwa wiki. Mara moja kwa wiki. Kama leo. Kuja mnacheza. Kama leo. Leo juma ngapi? Leo Jumatano. Kwa kila Jumatano huwa mnakuja? Jumatano Alhamisi. Leo Jumatano. Okay. Kwa kila Jumatano huwa mnakuja hapa? Siku nyingine hamji? Kwa nini hamji siku nyingine? Mkipata muda. Kwa inawezekana hata kwa wiki kama mna muda mzuri mkaja hata mara 2, sio? Wow. Basi vizuri sana. Kwa na nyie kwa ujuzi unao ya Yusufu, unajua sehemu ya historia ya jiwe kuu hili. Umeisha waambia watu wenzako labda tu tukatembelee pale nikawaelezee, niwafundishe labda historia pale na nini katika kulinda kumbukumbu na historia ya jiwe kuu? Ndio nilishaambia sana, lakini hapa ni mbishi. Wewe ni mbishi. Wewe kwa nini hutaki? Kwa nini wewe ni mbishi? Nakujaga mara moja nikipata muda. Siku nyingine sijage tuition. Siku nyingine ukiwa tuition unashindwa kuja. Ndio. Na wewe unajua historia hapa kama anavyojua Yusuf? Hapana, mimi najua kidogo tu kwa kweli. Ila Yusuf unamkubali kwamba anajua vyema, sio? Maana mimi nimekuja hapa sio zamani sana. Hauna muda mrefu. Ila wewe Yusuf ni mzaliwa wa hapa. Yusuf, tuambie Yusuf, wewe umejulia wapi historia ya jiwe kuu mpaka unatuelezea hivyo? Au yani au kwa nini umehifadhi kiango hiko mpaka unajua kuelezea au unasema na nini? Tuelezee kidogo. Tulivyofika tu hapa Mwanza, nilikuja mimi huku, mdogo wangu Benja na Suleimani na kaka yangu Seti, tukaja tukatalii. Historia ikaelezewa na mimi nikaikalili. Okay. Kwa mmoja kama vile tu. Huyo alikuelezea hii historia ya hapa anapatikana wapi? Sijui. Ni mtu tu alimlikutana akawaelezea, si ndio? Ndio. Basi sawa, hakuna. Thank you so much. Tunashukuru sana Mr. Unasema nani? Yusuf, Mr. Yusuf. Tunashukuru sana. Thank you so much mtazamaji wa Smart Safari Media. Kutoka mwanzo mpaka sasa tunafika katika tamati ya kuhitimisha kipindi chetu hiki cha
tour, na leo tulikuwa tumetembelea moja kati ya vivutio vinavyopatikana Mwanza mjini hapa Rock City, na tumetazama jiwe kuu na tumeona mengi ambayo yalikuwa napaswa tukuoneshe mtazamaji wa Smart Safari Media, lakini hatukuwa sisi tu na mimi hapa Maka Ibn Saudi Gewa na ndugu yangu Shabani Saudi Gewa, bali tulikuwa na watoto hawa ambao wamekuwa wakiishi katika mazingira haya na wamekuwa wakija hapa takriban mara moja kuhusiana na jiwe hili. Wamekuwa wakija hapa takriban mara moja kwa wiki ama zaidi ya mara moja kama wakiwa na muda ama na fursa ambayo inawaruhusu kuja hapa. Dogo Yusuf hapa ametupitisha katika baadhi ya maeneo ambapo tumepatia kuona nyayo za mwana Malundi, lakini pia tumeona vidole, lakini pia tumeona sehemu alioibinya akabinya juu likatokezea sehemu zenye matundu like kama vile solo wanataka solo zile bao, lakini pia sehemu nyingine ameminya kwa kutumia ili atei makalio yake mawili mpaka kutokezea like kama coach la kukaa. Hizi ni story ambazo kidogo zinafurahisha. Nadhani ukija utaenjoy kama ambavyo mimi nimeenjoy. Nilikuwa mimi Maka Ibn Saudi Gewa. Kabla hatujamaliza, nani umesema unaitwa Yusufu Yusufu, unawaambia nini? Yusufu, unawaambia nini hawa watazamaji ambao wanaenda kukuona wewe, lakini sio kukuona wewe tu, yani unawashawishi vipi wafike katika ile eneo, na wakifika katika ile eneo wakutafute wewe ili uwe mwelekezaji wao katika eneo hili? Mimi nasema tu waje waangalie utalii wa Tanzania. Utalii wa Tanzania wanawapa historia zamani. Ni hilo tu, hakuna jingine? Ndio. Sawa, hakuna shida. Nashukuru sana Mr. Yusuf. Wewe ni Mr. bwana. Tunashukuru sana Mr. Yusuf. Sasa zawadi yako ipo. Tunakupa zawadi yako. Tulikuahidi kule, tunakupa zawadi yako. Usikate. Kaka. Hello, thank you so much. Hamna kitu wewe.